Lakini ukiendelea kusoma Biblia inasema ya kwamba huyu Yusufu, lile ambalo alikuwa amelisema kwa ndugu zake kwa mara ya pili, lilizingatiwa na baba yake pekee. Tunajifunza namna ya kuishi na watu ili kukwepa uharibifu na madhara kwenye maisha, iwe kiroho au kimwili. Madhara makubwa kwenye maisha yanasababishwa na binadamu mwenyewe. Ndio maana watu wengi wanaweza wakaharibiwa na watu wao wa karibu, wasiamini kama umeharibiwa. Tuendelee kidogo. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo 37, Yusufu baada ya hapo, kuna wakati ambao baba yake alimtuma aenda kawaangalie ndugu zake wanaendeleaje kule ambako wameenda kuchunga mifugo. Yusufu baada ya kwenda alikutana na mtu mmoja ambaye alikuwa anazunguka. Akamuuliza, samahani, ni wapi ambako wanachungia mifugo hawa ndugu zangu? Yule mtu akamjibu Yusufu kwamba ni Dotani. Yusufu akaanza safari kuelekea. Sikilize kwa makini kwa jina la Yesu. Baada ya kuwa anaelekea lile eneo, ndugu zake walimuona kwa mbali. Wakasema, yule bwana wa ndoto anakuja. Haya sasa na tumuue ili tuone ndoto zake zitakuwaje. Lakini alikuwepo mtu aliyekuwa anaitwa Reuben. Reuben katika mapendekezo yake akasema ya kwamba, ya nini kumwaga damu isiyo na hatia? Naomba tusimuue, bali tumtupe katika birika lililopo nyikani. Basi wakamchukua Yusufu wakamtupa katika lile birika lisilo na maji lililopo nyikani. Tunajifunza juu ya namna ya kukwepa uharibifu, ila baada ya kufundishwa namna ya kuishi na watu. Nimesema anayeweza kuharibu maisha ya kwako hapo ulipo, mama, baba, kaka, kijana, ni mwanadamu. Sio simba, sio nyoka, sio chatu, sio gari, ni binadamu. Binadamu ndo amepewa nafasi ya pekee sana ya kumwangamiza binadamu mwingine. Unaweza ukamkwepa simba, ukamkwepa tembo kwa akili na ufahamu na kwa namna mbalimbali, lakini kumkwepa mwanadamu, ndio maana Mungu ameona ni vema sana tukajifunza usiku wa leo. Tuendelee. Biblia inasema ya kwamba Yusufu aliitwa bwana wa ndoto. Wale ndugu walimuita bwana wa ndoto, na alivyotupwa katika ile birika, ilikuwa ni siku ambayo walikuwepo wa Midiani, wa Ishmaeli wanapita. Reuben akapendekeza Yusufu auzwe kwa watu, lakini si Reuben tu, kwa ufupi na Yuda alihusika. Wakamuuza Yusufu kwa vipande 20 vya fedha. Yusufu akapelekwa hadi mstari wa 36, tunaona alifika kwenye nyumba ya Potifa, na huko tunajua historia ambavyo iliendelea. Sasa tunajifunza namna ya kuishi na watu. Miongoni mwa sayansi ambayo dunia inawekeza ni namna unavyoweza kumtawala mwanadamu. Mfano, wanasaikolojia wanafundishwa namna ya kuisoma saikolojia ya mwanadamu. Madaktari wanafundishwa namna ya kuishi na mgonjwa. Walimu wanafundishwa namna ya kuishi na mwanafunzi. Sasa kama wanafundishwa namna ya dunia, kuna namna ambayo mtu akishampokea Yesu, ukajua kabisa umekusudiwa na una ndoto kubwa kama Yusufu, kuna namna ambayo Mungu ametamani ujifunze usiku wa leo. Sokoni unakofanyia kazi, maeneo mbalimbali unayofanyia kazi, ofisini na mazingira tofauti tofauti, kuna namna ambayo unatakiwa kujifunza namna ya kuishi na watu. Hiyo namna si ya dunia tu, kuna namna ya kimbingu, na hiyo namna ukishaipata itakuwa ni dira kwako kuishi katika hali ya usalama na kufanikiwa zaidi. Sasa ili uweze kuwa mtu ambaye unaweza ukatimiza ndoto kwenye maisha, wanadamu hawaoni haya kukuua na kukuangamiza. Na ubaya ni kwamba tazamio la mwanadamu ni kuua, kwa namna ya kwamba akiona mtu yupo kwenye jeneza ndivyo anavyopata woga ya kwamba kumbe kifo ni serious. Lakini kuna kifo ambacho huwa kinatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Yaani wanadamu wana uwezo mkubwa wa kuua ndoto yako. Sasa kifo kibaya duniani ni ndoto. Ndio maana wale watu wakasema ya kwamba tunamuua Yusufu, tuone ndoto yake itaishia wapi. Kwa hiyo wanadamu huwa hawaui mwili, wanaua kilichopo ndani ya mwili. Kwa sababu sisi hapa tulipo, nitolee mfano mmoja hapa.
Nilipewa story moja kwamba kuna gari moja limevamiwa, gari la mizigo limevamiwa. Wakaweka magogo, lile gari lilikuwa linapita likashindwa kupita. Wakamkamata yule dereva, wakamuonyeshia bunduki, yule dereva akaogopa, akafungua milango, wakachukua bidhaa zote zilizokuwepo kwenye gari. Sasa lile gari halikuvamiwa kwa sababu linahitajika. Lilivamiwa kwa sababu kilichopo ndani ya gari ndicho kinachohitajika. Sasa kwa kijana ambaye una ndoto katika Kristo, bado una malengo, hujakata tamaa, bado unataka usonge mbele, wewe mama, wewe baba, wewe kaka, wewe mtoto ambaye unanisikiliza popote ulipo, kama unataka kufika mbali katika haya maisha, kuna namna ambayo Mungu anatufundisha ili tukwepe uharibifu kwenye maisha. Kwa sababu hakuna jambo jipya chini ya jua. Yote ambayo tunayaona, Biblia inasema ya kwamba yalikuwepo. Na kama hakuna jambo jipya chini ya jua, ipo namna mpya ili tuweze kushinda mambo yote ambayo yanakuwepo katika ulimwengu.